Mpendwa, nikukaribisha katika somo la 3 la mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu, Biblia, ambalo tunajifunza katika kipindi cha miezi 3. Kitabu kinaitwa Yoshua. Na leo tupo katika kitabu cha Yoshua 3 na 4. Na somo linasema Memorial of Grace, kumbukumbu ya neema, kumbukumbu ya neema. Tuombe. Baba, ninakushukuru sana, maana wewe peke yako ndio unastahili kushukuriwa na kuabudiwa. Asante kwa masomo mazuri ambayo tunakwenda kujifunza katika muda huu. Asante kwa maana hata mtoto wako huyu hatatoka bure. Ninaomba Mungu, baada ya kuwa amejifunza haya mambo mazuri ambayo umenifunulia na ambayo tunakwenda kushare, maisha yake yabadilike kabisa na kauone utukufu wako na nguvu zako katika maisha yake, kwa jina la Yesu, amen. Counsels for the Church, kitabu kinaitwa Mashauri kwa Kanisa, ukurasa wa 359. Anasema we have nothing to fear for the future. Hatuna haja au hatuna cha kuogopa kabisa kuhusu yajayo, except we forget the way the Lord has led us. Isipokuwa tutasahau jinsi Mungu alivyotuongoza and his teachings in the past history, na mafundisho yake katika historia iliyopita. Ameandika hapa ni Nabii Ellen G. White. Sasa nataka kusema nini? Tunajifunza Memorials of Grace, kumbukumbu za neema. Kama kuna janga kubwa ambalo usipolizingatia linaweza likakukwamisha safari yako ya imani, ni janga la usahaulifu na kutokuwa na kumbukumbu ya mambo ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yako. Katika somo la wiki hii tunakwenda kuangalia wana wa Israeli wanavyovuka mto Jordan na kuingia kwenye uhalisia wa kuikanyaga nchi ya ahadi, na michakato yake ya kuichukua tutajifunza wiki ijayo. Lakini tunaangalia zoezi la kuvuka mto Yordani na kuingia katika nchi ya ahadi. Na wanapoingia, Mungu anawaambia weka kumbukumbu fulani, ukawafundishe vizazi vyako, ya kwamba watakapoangalia hii kitu hii waseme ya kwamba Mungu ametutendea makubwa huko nyuma, na wasiwe na wasiwasi na chochote ambacho watakutana nacho huko mbele, kwa sababu Mungu wanakumbuka amewahi kuwafanyia makubwa. Moja ya changamoto kubwa ambayo imepelekea Wakristo wengi tumekuwa Wakristo wapagani, pagan Christians. Moja ya changamoto kubwa, waumini tumekuwa hatuamini, tunaitwa waumini jina hatuamini, ni kwa sababu ambayo unaweza ukafikiri ni ndogo sana, lakini kiroho ni kubwa sana. Kusahau mambo makubwa ambayo Mungu amekutendea. Hiyo inakupelekea kukoswa hamasa na Mungu. Usahaulifu huo ni jambo la hatari katika safari yako ya kiroho. Hatuende tukazame kidogo na tudadavue kidogo pointi chache katika mwongozo wetu wa maandiko matakatifu kutoka kitabu hiki cha Yoshua 3 mstari wa 3. Tutasoma 3 na 4. Tutakuwa tunachukua tu baadhi ya mafungu, afu tunachukua masomo kutoka kwenye hayo mafungu na application, matumizi katika maisha yetu ya kila siku kutoka kwenye hayo mafungu, na baraka ambazo Mungu amekusudia kutubariki katika siku hii ya leo. Yoshua 3 mstari wa 1, tutaruka kidogo kuingia wa 2. Tuanze na pointi yetu ya kwanza. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shittim, wakafika mto Yordani, yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Ikawa baada ya siku 3, maakida wakapita katikati ya marango, wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu
na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapo mlipo na kulifuata. Jambo la kwanza, hapa inawalazimu wana wa Israeli waanze safari ya kuingia nchi ya ahadi. Na wanapoingia hawaingii kuichukua tu, wanaingia kuanza vita moja baada ya nyingine mpaka wamiliki vile ambavyo Mungu amewaahidi. Wana wa Israeli walitoka katika utumwa wa Misri, wakavuka bahari ya Shamu. Ile ilikuwa ni hatua ya kwanza. Wakaingia jangwani, safari ya miaka 40. Hiyo ilikuwa ni awamu ya pili. Lengo lao ilikuwa sio jangwani. Jangwani panawakilisha kuishi maisha ya Kikristo ukiwa unaahidi na ukiwa una ahadi nyingi, nadharia nyingi ya mambo ya Mungu, lakini hukuwahi kuyakanyaga, hukuwahi kuyaona kwenye uhalisia wa maisha yako. Ni kama story, ni hadithi. Maandiko matakatifu kwako yanakuwa ni hadithi, ni hekaya, ni vitu vya kufikirika. Inakupasa uvuke kikwazo cha mwisho ambacho inaitwa mto Yordani, uweze kuingia katika uhalisia wa zile ahadi za Mungu unazoziamini. Wakristo wengi tunaitwa wilderness Christians, Wakristo wa jangwani. Watu ambao tumefanikiwa kutoka katika utumwa wa shetani, tumeingia katika mahusiano na Yesu, lakini tumegoma kutoka kwenye hatua nyingine ya kuvuka mto Yordani na kukanyaga uhalisia wa ahadi zile ambazo Mungu ametuahidi, na kuzipora mikononi mwa mawazo na fikra na maadui wa kiroho ambao wametuzuilia tusinufaike na vile ambavyo Mungu ameahidi kutupatia, ikiwemo hii tusisahau ahadi kuu ya uzima wa milele ya kuingia katika nchi kubwa. Tunatakiwa tuvuke mto Yordani, ndio somo la wiki hii. Tuende katika nchi ile ya ahadi. Kwa maana ya mafunuo ya sasa ni kutembea katika reality au uhalisia wa ahadi za Mungu. Kile unachokiamini kama kauli ya Mungu kwenye maisha yako, kama ni ushindi, utembee katika ushindi. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani, nchi ya ahadi ilikuwa ni nadharia na story. Wana wa Israeli walipovuka mto Yordani, walikuwa wanaona jangwa ni vitu vilivyopita, na sasa wamekanyaga nchi mpya ya ahadi. Kwa hiyo wapo kwenye mchakato wa kuanza kupigana ili kumiliki vile ambavyo Mungu amewaahidi, lakini wako katika imani ya vile ambavyo wanaviahidi. Mungu aliwaahidi. Walivukaje mto Yordani? Mungu akawaambia kwanza wafanye maandalizi ya kuvuka mto Yordani. Yordani inawakilisha kikwazo na vikwazo vilivyo mbele yetu. Lazima tuwe na maandalizi ya imani ya kila kikwazo, ugumu, changamoto iliyo mbele yetu. Aliwaambia wakusanye vitu vyao vyote, baada ya kukaa siku 3 kando ya mto, wabebe mafurushi yao yote, wanakwenda kuvuka mto. Lakini wanavukaje? Namna wana wa Israeli walivyovuka bahari ya Shamu ni tofauti kabisa na namna wanavyovuka mto Yordani. Mfumo ni mmoja, Mungu ni huyo huyo, ila namna ni tofauti. Hapa walivuka kutoka Misri wakiwa ni wachanga kabisa kiroho, wakiwa hawajui mambo mengi, wakiwa hawajapewa amri 10, hawajui mambo ya usizini, usiue, waliniishia ovyo ovyo tu. Hapa japo wengi walikuwa wameshakufa jangwani isipokuwa Yoshua
na mwenzake Kalebu mwana wa Yefune, na watoto waliozaliwa jangwani lakini wanajua mambo ya Mungu, wako more experienced, wana uzoefu mkubwa na mambo ya Mungu na maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo hawavuki tena wakiwa kama ni watoto wa kiroho. Ili uweze kuingia katika realm au kizio cha juu cha kuishi katika uhalisia wa ahadi za Mungu kwenye maisha yako, lazima uwe mkomavu kiroho. Agano, sanduku la agano lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu. Alafu wale wananchi sasa, wale wananzengo wengine wa kawaida, walikuwa wanafuata maili karibu 3 kutoka kwa walipokuwa wale wa makuhani. Alafu wale makuhani wameambiwa wakanyage, nitaeleza baadaye kidogo, maji. Alafu maji yataachia, wataanza kupita wao. Wakifika katikati pale, watasimama kwanza mpaka mkutano wote upite. Kuna vitu vya kujifunza. Leo wanapovuka mto Yordani, imetangulizwa sanduku la agano, ni uwepo wa Mungu. Lazima waamini vilivyomo ambavyo vinawakilisha uwepo wa Mungu. Moja, amri 10 za Mungu. Lazima waamini kwamba ni amri 10 za Mungu, na ni maelekezo ambayo ni sehemu ambayo itawapa uhalali wa kupossess vile ambavyo Mungu aliwaahidi, ikiwemo nchi ile ya ahadi. Jambo la pili, kwa kuna fimbo ya Haruni iliyochipua kimuujiza. Maana kwa ni fimbo iliyokauka ikatoa machipukizi. Maana yake ni nini? Waamini uwezo wa Mungu wa kufanya kitu kisichokuwa na maana kuwa kitu cha maana. Kwa uwezo wa Mungu wa kuwafanyia miujiza kwenye maisha yao, wanapaswa uamini. Lakini pia ilikuwa ni fimbo ya Haruni. Fimbo ya Haruni. Haruni alikuwa anawakilisha kiongozi. Lazima waamini uongozi ambao Mungu amewapa awaongoze. Kwamba Mungu anafanya kazi kupitia wanadamu. Wako viongozi ambao wamepewa. Lazima waamini ili kuendelea kutekeleza wajibu ambao Mungu amewapa. Wakapita kwenye bahari ya Shamu. Lakini kuna kitu kimoja, Yoshua anatoa maelekezo. Mstari wa 3, Yoshua 3:5 nasema, Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu katikati yenu. Kabla hawajavuka mto Yordani, Yoshua anawaambia wajitakase. Kujitakasa maana yake ni nini? Kujitakasa ilikuwa ni kufanya tu mazoezi ya kuoga na kujisafisha kwa nje. Ilikuwa ndo ritual na taratibu fulani ambazo zijaelezwa sana kwenye maandiko au kwenye eneo hili, za kujiandaa kwa ajili ya kupokea mambo makubwa ambayo hawajawahi kuyaona kwenye maisha yao yote, ambayo Bwana Mungu wao anakwenda kuwafanyia. Sasa kujitakasa ni kujisafisha. Biblia inasema kama alivyo chui hawezi kuondoa madoadoa yake, hata wewe huwezi kujisafisha. Kwa nini anawaambia wajisafishe? Ina maana gani kwetu leo? Tunapotaka kutengeneza space au nafasi ya Mungu wetu kutufanyia mambo makubwa kwenye maisha yetu, lazima tujitakase. Tunajitakasaje? Hatuna uwezo wa kujisafisha. Tunamuomba Yesu na damu yake itusafishe. Yani ili niweze kuwa safi. Yesu namwambia nisafishe akili zangu, nisafishe moyo wangu, safisha mawazo, dhambi, takataka zote. Mimi siwezi, wewe unaweza. Haki yangu ni 0, haki yako iwe haki yangu. Unajikabidhi kwa Mungu na Mungu anaingia, anafanya utakaso wa maisha yetu. Ili nini? Kesho Mungu ana jambo lake. Anataka kutufanyia mambo makubwa. Kuna wakati tumekuwa tuyaoni mambo makubwa ya Mungu kwenye maisha yetu kwa sababu tumezuilia mchakato wa kujitakasa na kujisafisha kwa damu ya Yesu, ili tuache uwanja wa Mungu kutenda mambo makubwa. Lakini nataka niseme nini kitu kingine. Kwa nini kujitakasa?
Kwa kujitakasa ilikuwa tu sio swala la kimwili, ilikuwa ni swala la kiroho na la kiakili. Kujitakasa kwa maana nyingine ni kuweka pembeni akilini mwao kitu chochote ambacho kitaondoa usiriasi wao kwa kile ambacho Mungu anakwenda kukifanya kesho yake. Yaani kwenye fahamu zako kuondoa mizaha, utani na chochote ambacho kitakupunguzia usiriasi wako kwa jambo ambalo Mungu ameahidi kulifanya. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ametuahidi, kamwe hatutayapata kama hatutayachukulia serious. Ndio maana Zaburi 1 inapiga marufuku kukaa barazani kwa wenye mizaa, kufanyia mzaa mambo ya kiroho, maana ukutokuwa serious na vile ambavyo Mungu amevisema itakuwa ni moja ya kikwazo cha kutuzuilia tusione baraka na udhihirisho wa ahadi za Mungu kwenye maisha yetu. Itaendelea kufunga ile bahari, kufunga ule mto ulio mbele yetu, mto ugumu ulio mbele yetu ambao Mungu amekusudia kuupasua. Kwa moja ya kigezo cha kuvuka kutoka kwenye nadharia ya neno la Mungu ambao ni maisha ya jangwani, Christian anasema desert Christianity, kwenda kwenye promised land Christianity, Ukristo wa kuziishi ahadi za Mungu na kuona matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yetu, ni kujitakasa. Ni zoezi la kila siku. Utakaso ni zoezi la kila siku, kumwachia Mungu afanye kazi yake ndani yetu. Nasema huyo ndio Yesu afanye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu. Yeye mwenyewe atende mambo yake ya kusafishaga watu ndani yetu. Nini kilitokea? Fungu la 7. Bwana akamwambia Yoshua. Isa ni kwa wale ambao ni viongozi wa kiroho na wale watu ambao wamepewa nafasi ya juu kidogo kwenye sehemu mbalimbali. Unaweza kuwa ni supervisor, unaweza kuwa ni CEO, unaweza kuwa ni COO, unaweza kuwa ni raisi, unaweza kuwa kwa cheo chochote ambacho Mungu amekupa, ni baba wa familia, unaweza kuwa ni mwenyekiti wa taasisi fulani. Nisikilize, hii itakujenga sana. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa na Musa. Nini cha kujifunza? Hata sasa tunapoongea, hata sasa unaponisikiliza mtoto wa Mungu, bado Mungu anatukuza watu mbele ya watu wanaowaongoza. Bado Mungu anawapa utisho viongozi kwa wale wanaoongozwa na viongozi hao ambao wameamua kumtegemea Mungu. Kuna wakati unaweza kuwa ni kiongozi, unatoa maelekezo, ni mazuri kabisa. Kwanza kwa yenyewe hana shida, na yana faida, lakini watu hawatii, watu hawaoni utisho wako, hawaoni nafasi yako. Mungu anamwahidi Yoshua leo hii, pamoja na jambo lile kubwa sana ambalo utakwenda kulifanya, na wewe Yoshua, wewe kama ninavyokuona, wewe mzee wa kanisa, wewe mchungaji, wewe shemasi, wewe kiongozi wa sehemu mbalimbali, wewe baba, wewe mama, kwa hawa watoto ambao hawakutii, ninakwenda kufanya nini? Ninakwenda kukutukuza mbele ya hao wote walio chini yako, na kiasi kwamba kauli utakapoitoa tu watu wanaitekeleza haraka sana. Na ndicho kilichotokea. Kama ambavyo watu walimheshimu Musa, wakatii maelekezo ambayo Bwana alikuwa anampa Musa, ndivyo ilivyokuwa kwa Yoshua. Na aliyejitokeza kupinga, Mungu alimshughulikia. Haya, sasa tuende kwenye tukio lenyewe la kuvuka mto. 3:13 mpaka 14. Itakuwa mtaratibu sasa wa kuvuka. Nimeugusia kidogo, naomba niuseme hapa. Anasema itakuwa wakati nyayo za makuhani waliochukua sanduku la Bwana wa dunia yote zitakaposimama katika maji ya Yordani juu. Anasema hayo maji ya Yordani yatatindika,
maji yale yashukayo kutoka juu, nayo yatasimama kama chuguu. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani walichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Basi hao walichukua hilo sanduku walipofika Yordani, na nyayo za makuhani waliochukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa hata kingo zake kufurika wakati wote wa mavuno, ndipo hayo maji yaliyoshuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakawa chuguu mbali sana huko Adamu, mji ule ulio karibu na Selathani. Na maji yale yaliyoteremka bahari ya Arabu, yani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa, watu wakavuka kukabili Yeriko. Watu wakavuka kukabili Yeriko. Ili mto wa Yordani uliokuwa umevimba. Unajua kuna sehemu mbili, wangeenda kusini sana, palikuwa ni pembamba, wangeweza kuvuka tu kirahisi. Lakini kuna majeshi kule ya adui yalikuwa yana nguvu kuliko wao. Wangeenda kaskazini sana, pia huko kusini kuna sehemu ya kuvukia na huko kuna sehemu ya kuvukia. Mungu akachagua a complex area. Ni eneo ambalo liko gumu, mto umejaa maji, ni mpana, umefurika. Mtu ukimwambia kuna mtu kavuka pale huwezi kuamini. Mungu kuna wakati atakupeleka kwenye mazingira magumu zaidi. Kuna wakati kwenye maisha yako utaona hali inazidi kuwa mbaya na mbaya na mbaya kuliko ulivyofikiria. Kuna wakati kadiri unavyoendelea kumuomba Mungu ndivyo lidude linazidi kutanuka, tatizo linazidi kuwa kubwa, linatisha, la ajabu. Usikate tamaa. Kuna wakati Mungu anataka ugumu uongezeke ili akikutendea jambo usije ukaona daktari, usije ukaona aliyekusaidia fedha, usije ukaona aliyekupa mchongo au connection, umuone Mungu peke yake. Usione mchango wako kabisa, alafu imani yako kwa Mungu ipate kuwa kubwa, na ukatunza hiyo kumbukumbu hilo tukio ili kusaidie kuona mambo makubwa mengine Mungu akikutendea hapo baadaye. Ndicho kilichotokea kwa watoto wa Mungu. Mungu aliwakusanya akawapitisha mahali ambapo ilikuwa ni impossible river, mahali pasipowezekana, mahali pa mto ambapo hapawezekani kuvuka. Lakini akawapa protocol, akawaambia makuhani watalifuata mto ambalo kimsingi alipitiki. Atakapokanyaga sole ya mguu wake, itakapokanyaga yale maji, walipokanyaga tu maji wa kuhani wabeba ile sanduku la agano, maji yakaachia. Maji yakaachia. Siko hapa kufundisha imani za kinadharia. Niko hapa kufundisha imani ya matendo. Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Wangeweza kukaa kando kando ya Yordani maisha yao yote mpaka wakafia hapo, wakawa mifupa na mizoga na skeleton. Kama wangekuwa kama watu wengi wa siku za mwisho, mimi na wewe, tunapoyaona haya maneno ya Mungu kama story na hatuchukui hatua za kivitendo kuonesha tunaamini hicho ambacho tumesema tunakiamini, walienda wakakanyaga, wet their souls, wakaloanisha sole za miguu yao, kukanyaga kwamba kwani wamekanyaga, Mungu amesema tukikanyaga itaachia. Watu wengi tunarudi kule kule desert Christianity. Tunaamini mambo ya Mungu lakini hatuchukui hatua ya kukanyaga hatua za imani, tukionyesha kwamba tunaamini Mungu alichokisema, na tunatarajia kuona mito ya matatizo ikiachia, tunatarajia kuona mito ya ugumu ikiachia, tunatarajia kuona mito ya vizingiti na vikwazo ikipasuka na kuachia njia, baada ya sisi kulivaa jambo kiimani na kuchukua hatua za vitendo. Nina habari njema kwako. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Mungu aliyepasua impossible river, mto usiowezekana kupasuka,
ndio Mungu ambaye unamwabudu sasa. Nguvu za huyu Mungu wako hazijawahi kuchuja, kupauka au kupungua. Kipindi cha Yoshua wanapasua mto na kipindi cha wewe leo juu ya hitaji lako la kuona ugumu wako uliosimama mbele yako ukipasuka na ukipitisha familia yako, ukipitisha maisha yako, ukipitisha akili zako, ukipitisha mahitaji yako mbele kwa mbele na kwenda katika realms, ile ulimwengu wa kuziishi ahadi za Mungu. Nisisitize Danieli, moja ya sifa ya Mungu unayemwabudu inapatikana kitabu cha Danieli 6 mstari wa 27 na 28. Sikiliza sifa hii, ndicho ambacho aliyowafanyia hawa mabwana. Yeye huponya na kuokoa. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Mungu aliyepasua mto kwa muujiza wa watoto wake makuhani kukanyaga maji ambayo yalikuwa ni hayawezekaniki kupasuka, yakapasuka na yakaenda mbali mpaka nchi inaitwa Adamu, na kashuka huko mbali kabisa, katokea uwanja mkubwa ulio mkavu. Sifa yake nyingine, yeye hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ninamuomba Mungu akufanyie jambo hili, na wewe akutendee ishara na maajabu. Amtendee mke wako kama umeoa, amtendee mume wako kama umeolewa. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Aitendee ofisi yako, aitendee biashara yako. Bwana aitendee hiyo shule unayosoma elimu yako. Bwana aitendee hiyo safari yako ya kwenda nchi za nje ambayo umeona ni vigumu na umehangaika kwa muda mrefu. Bwana akutendee ule muujiza kwenye hayo scholarship ambayo unatafuta. Huo ujenzi uliokwama, hizo proposal ambazo zimegoma kupokelewa. Hiyo miradi ambayo unatamani Mungu akutendee miujiza ili nawe baraka zako ziwe za mamilioni kwenye kazi ya Mungu. Bwana akutendee. Alifanya kwa Yoshua, amefanya kwa Danieli, afanye na kwako leo kwa jina la Yesu. Maisha yetu yamezingwa na mito mikubwa ya kimaisha yenye kutisha, ambayo nyuma ya mto kama ulivyokuwa mto Yordani ziko baraka zetu za ile ahadi ambazo Mungu ametuahidi kuishi kwenye uhalisia. Itushinde. Lazima ujue kuna tofauti kati ya nyaya mbili. Kuna waya ambao umekuwa connected na grid ya taifa au chanzo cha umeme, na kuna waya ambao haujawa connected. Ule ambao haujaunganishwa na umeme, hata ukiushika hauna shida, ni mzuri tu. Ni waya mzuri kabisa, copper waya au aluminium waya. Lakini ukiwa connected na chanzo cha umeme, waya huo ni hatari. Ukiushika, kama una umeme mdogo angalau utakurusha, lakini kama ni ule ambao unakuta 240 kV au 220 kV, utakupasua na kukugeuza kuwa mkaa ndani ya dakika 0. Ngoja nikwambie, ili bahari na mito ya maisha yetu ipasuke kwa ukuu na uweza wa Mungu kwenye maisha yetu, lazima tujiunganishe na Mungu, ili ile nguvu ya Mungu ipite kupitia sisi na ikapenye na kupasua kila kikwazo kilicho mbele yetu. Ipite kupitia sisi kama nyaya, waya uliobeba kilovolts za kutosha za umeme au mamegawati yale ya umeme. Sijui kama gani yanasafiri kwenye waya yenyewe. Ukiuangalia kwa macho hauna tofauti na ule ambao hauna umeme, lakini unapimwa kwa matokeo. Jichanganye, uguse, ujue huu na nini na huu na nini. Ngoja nikwambie, ukiwa na Mungu,
ukiconnect maisha yako na Mungu, kuna vitu vitakupata, kuna vitu vitatoa matokeo kwenye maisha yako ambavyo watu wanaweza wakakuona wewe ni mchawi, watu wanaweza kuona wewe ni Freemason. Matendo makuu ya Mungu yatatokea kwenye maisha yako. Hawa watu walijitakasa na kujiunganisha na Mungu, matokeo yao yalikuwa ni makubwa sana. Hofu inaongeza ukubwa wa vikwazo kwenye maisha yako. Hofu. Lakini imani kwa Mungu, kujiungamanisha na chanzo ambacho ni Mungu, hugeuza kila kikwazo kilicho mbele yako kikawa fursa. Jambo la mwisho katika kitabu cha Yoshua 4, tusome 5, 6 na 7. Naye Yoshua akawaambia, haya, piteni ninyi mtangulia mbele ya sanduku la Bwana Mungu wenu, mwende pale katikati ya Yordani, mkatwae kila mtu wenu jiwe moja begani mwake, kwa kadiri ya hesabu ya kabila za wana wa Israeli, ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu, hapo watoto wenu watakapowauliza ninyi siku zijazo wakisema, nini maana yake haya mawe? Ndipo mtakapowaambia, ni kwa sababu maji ya Yordani yalitindika mbele ya sanduku la Bwana. Hapo ilipovuka Yordani, hayo maji ya Yordani yakatindika, na mawe yatakuwa ni ukumbusho kwa wana wa Israeli milele na milele na milele na milele. Jambo la mwisho ni usahaulifu. Tumesema kumbukumbu ya neema. Neema ni upendeleo. Kuna wakati Mungu alikupendelea, ilikuwa ni ajali ya kutisha, lakini wenda wengine wote Mungu aliruhusu walale, ukapona peke yako. Ilikuwa uondoke siku hiyo, lakini Mungu akahairisha kwa muda. Ni neema tu, maana wenda waliolala ni bora kuliko wewe. Amewahi kulala rafiki yangu mmoja kwenye ajali, iliniuma sana. Nikaona kibinadamu, nikapima wema wangu na matendo yangu ambayo ninayatenda kwa Mungu, na ya kwake alikuwa ni mara 100 ya vile ninavyofanya. Watu wanaowahudumia, jinsi anavyojitoa kanisani, kwaya anasapoti, anahubiri, anafundisha, anafanya miradi, anasaidia ndugu na jamaa na marafiki, lakini Mungu aliruhusu alale kwa njia rahisi kabisa. Nikaenda nikamuona pale mochwari mahali fulani, niliingia na Mungu akanipa kibali kwenda kumuona, maana alikuwa mahali ambapo nilipokuwa kipindi hicho nilipopatia ile ajali. Moyo wangu uliumia sana. Mara ngapi Mungu amekutendea mambo makubwa, lakini umesahau mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Kipengele cha mwisho, weka kumbukumbu ya neema ambazo Mungu amekufanyia. Weka kumbukumbu ya miujiza mikubwa ambayo Mungu ameifanya kwenye maisha yako. Mungu anamwambia Yoshua wanachokifanya baada ya hapo. Kabla yale maji hajarudi kufunga ule mto, waliweka ishara 2. Hizi 2 wengi wao wazisemi, wanasema ile moja. Kuna moja inaitwa visible memorial au sign, na nyingine ni invisible memorial. Katikati ya mto wakaenda wakapanga mawe. Mto ulivyokuja ukayafukia mle ndani. Hizi ni zile kumbukumbu tunazotembea nazo ndani juu ya kile ambacho Mungu ametufanyia kwenye maisha yetu. Lakini baadaye akawaambia kwenye ukingo wa mto Yordani, kila mwakilishi wa familia akalete jiwe kwenye kati yao wale 12. Mawe yakapangwa kama mnara. Anawaambia, mtakapoulizwa nini maana hiki kitu, mwambie kwamba ukiona hii, waambieni watoto wenu Mungu alivyotenda muujiza wa kuwavusha katika mto usiovukika wa Yordani. Je, kwenye maisha yako una kumbukumbu za kimungu za namna ambavyo Bwana amekuepusha?
watoto wako wana chochote cha kimungu kujifunza kutoka kwako, kama ushahidi wa namna Mungu alivyogusa familia yako. Mungu anawaambia, mtawaambia watoto wenu namna ambavyo Mungu aliwaokoa. Watakapowauliza hiki kitu maana yake nini, hiki kitu maana yake nini, waambie hawa watoto historia yote ya hili tukio ambalo Mungu amewafanyia. Je, ni kumbukumbu gani ya kimungu ambayo umeandaa kurithisha watoto wako? Nilikuwa namsikiliza mfafanuzi, mtunzi mmoja wa mwongozo huu wa kujifunza maandiko matakatifu. Anasema kwenye utafiti wa kikanisa, kanisa letu la Kiadventista Kisabato, watu wengi watu wengi wameshindwa kujifunza, watoto wengi wamekuwa waasi ndani ya familia za kichamungu, na wazazi wengi wameshindwa kurithisha imani kwa watoto wao kwa sababu hawakuwa na chochote katika maisha yao. Wakiangaliwa wanaona tunachokiongea kanisani ni tofauti na maisha yetu halisi. Imewakatisha tamaa watu wengi, wamerudi nyuma. Wewe umeandaa mfumo gani wa kukumbuka yale ambayo Mungu amekutendea? Unawaandaaje watoto wako kwa ajili ya kuwa na kumbukumbu ya ukuu na uweza wa Mungu kwenye familia yako? Katika mbio za imani ni mbio za vijiti. Unawakabidhi nini wale waumini wapya wanaokuja kwenye kanisa lako? Unawakabidhi nini wanaokuona mtaani kwako katika ulimwengu wa imani? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 4 na ule mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati 4 na ule mstari wa 9. Maandiko matakatifu yanasema, lakini jiadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Jiadhari, anasema mtu wa Mungu. Maandiko anasema jiadhari, usije ukasahau mambo yale ambayo Mungu alikutendea. Wajulishe watoto wako, waambie watoto wako. Kuna wakati tulilala njaa, lakini Mungu alificha aibu yetu. Waambie watoto wako, hata hii nyumba tulio nayo ni matokeo ya neema ya Mungu. Waambie watoto wako, Mungu anaweza, Mungu anaweza. Waambie kwenye maisha utapitia nyakati ambazo wenda usielewe. Tuliwahi kupitia sisi, lakini tulimtegemea Mungu akatufanyia. Waambie watoto wako wa imani ya kwamba wasife moyo, Mungu wetu anaweza. Onyesha mambo ambayo Mungu ametenda kwenye maisha yako. Mwisho, kuna mambo mengi katika maisha ambayo Mungu ameyaweka kama kumbukumbu. Moja wapo, tofauti kati ya Mungu wako na miungu wengine, akiwemo na baba wa miungu mingine Ibilisi, ni uwezo wa Mungu kuumba. Ndio maana kale kamto akakumshinda Mungu, kamto Yordani, kama ambavyo bahari haikumshinda, alikachana katikati kwa matendo ya imani ya watu wake, akakapasua wakapita. Ameweka Sabato kama kumbukumbu ya uumbaji, kumbukumbu ya uweza wa Mungu, kumbukumbu ya ukombozi wetu, kumbukumbu ya namna Mungu anavyoweza kufanya. Shetani katengeneza vitu vyake vingine na amewarubuni watu maelfu kwa maelfu wameviamini. Moja ya kumbukumbu ya kwamba Mungu wako ni Mungu muumbaji na hakuna kinachomshinda akiamua, ambayo ametuweka ili tukumbuke, ni Sabato. Lakini kumbukumbu nyingine ambayo Yesu alituachia ni meza ya Bwana. Tunapowasema mlapo, kitabu cha 11 wa Korinto, mlapo na mnywapo mwaikumbuka mauti ya Bwana hata milele. Kwani ushiriki matukio haya? Tunapotafakari
somo la leo tunakumbuka Yesu alipitia uzoefu unaopitia. Kila unachopitia licha ya ugumu ulio mbele yako, vikwazo na hatari hizo mbele yako, Yesu wako alikipitia. Yesu wako alipozaliwa alitakiwa kuuawa, alikimbilia Misri. Wana wa Israeli walitumikishwa Misri. Yesu aliishi Misri, alikimbilia Misri. Maisha yako ni sawa na Misri ya sasa, lakini Yesu aliwahi kuvuka mto huu tunaojadili, Yordani. Aliwahi kubatizwa kwenye mto Yordani. Yesu alikaa jangwani kama ambavyo hawa watoto wa Mungu walikaa jangwani miaka 40. Anajua umuhimu wa jangwa, anajua uchungu wa jangwa, anajua uchungu wa maisha, anajua mambo ya Misri, utumwa wa Misri, ubaya wake, lakini anajua faida ya kuvuka Yordani. Niseme nini basi? Wakati kundi la mamilioni ya vijana wa kike na wa kiume ya Waisraeli wakivuka bahari, wakivuka mto Yordani, mbele yao kulikuwa kuna sanduku la agano, lakini pia mbele yao kulikuwa kuna maji. Akili yao, fahamu zao walizifocus kwenye sanduku la agano ambalo linawakilisha uwepo wa Mungu. Mungu hakutaka akili zao, moyo wao ufocus kwenye bahari, kwenye ziwa, kwenye maji, kwenye ugumu. Ngoja nikwambie, ni shetani ndiye amepelekea akili zako zifikirie muda wote matatizo, zifikirie ugumu, zifikirie kushindikana, zifikirie vikwazo, na ukaacha kuangalia uwepo na nguvu za Mungu ambazo kwa kuziangalia mambo huwa yanabadilishwa. Ni lini? Utakapovumilia mpaka mwisho. Watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookoka, 12:2 wa Ibrania inasema tukimtazama Yesu. Haleluya. Tukimtazama Yesu, yeye ambaye ni author and finisher, mwanzilishi na mtimizaji wa imani yetu. Nikutie moyo mpendwa. Duniani iko dhiki, duniani yako maumivu, duniani bado mito ya imani ni mingi ambayo inatuzuia tusiishi upande wa pili wa ahadi za Mungu, the reality of God's promises, uhalisia wa ahadi za Mungu. Lakini nataka nikutie moyo, focus kwa Yesu. Ukimtazama Yesu, tukimtazama Yesu, muasisi wa imani yetu. Kama uko jangwani, tukimtazama Yesu ambaye alipita jangwani ili kututoa sisi tukiwa katika majangwa. Kama unanisikiliza, maisha yako Misri, maisha ya dhambi, ya utumwa, umefungwa na mafarao wa dunia hii, tukimtazama Yesu, yeye aliyepasua bahari ndiye aliyepasua mto, na apasue bahari yako sasa kwa jina la Yesu, na apasue mito iliyoweka vikwazo mbele yako sasa kwa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru sana. Mtoto wako amelisikia neno lako, naye ameamua kuishi maisha ambayo ni ya kutembea katika nyayo za imani kwa matendo. Mungu msaidie. Ikiwa ninapoongea sasa hivi, mbele yake kuna ugumu ambao umetengenezwa na adui. Sitaki kujua ni ugumu gani. Yawezekana ni mshahara, yawezekana ni afya, yawezekana ni kuachwa, yawezekana ni migogoro ya ndoa, mito mikubwa inayotisha mbele yake, yawezekana ni dhambi, yawezekana ni mateso ya adui. Sasa ninamwombea mfalme, kama ambavyo leo kwenye maandiko matakatifu nguvu zako zilipasua bahari, watoto wako wakapita wakaanza kupigana vita vya ushindi. Mungu, ninamwombea Baba, kila ugumu, kila bahari, kila uzito, kila mito migumu iliyoweka ukingo kwenye maisha yake, ipasuke na kuachia sasa kwa jina la Yesu. Na acha atembee katika maisha mapya ya nchi ya ahadi mpaka utakapokuja kumchukua, naye akashinde kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno lako la ushuhuda, ambaye maisha yake yote akaishi ameyakabidhi kwako, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.